Kama bado yupo shabiki au mfuatiliaji wa mpira wa miguu anatilia shaka juu ya Ibrahim Doumbia na rekodi zake, basi kwa kumkumbusha tu ni kwamba Ibrahim Doumbia, mshambuliaji ambaye hivi karibuni ametambulishwa na Wekundu wa Msimbazi Simba kwa ajili ya msimu ujao 2026-2027 tukaanza hivi karibuni. Ibrahim Doumbia ambaye anatarajiwa kuwa miongoni mwa nyota atakaotambulishwa leo hii muda mchache ujao katika kilele cha siku ya Simba kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, ndiye top scorer katika ligi kuu ya Mali msimu uliomalizika, ambapo alifunga mabao 17, alitoa assist 4, akichangia mabao 21 kwa timu yake ya Korofina ambayo ni timu ya kawaida sana katika ligi kuu ya Mali, si miongoni mwa timu vigogo, na ilimaliza nafasi ya 7 kwao wao, ikiwa ni mafanikio makubwa kwa sababu ni timu ambayo kwenye msimu uliopita 2024-2025 Korofina ilimaliza nafasi ya 12 kati ya timu 12, lakini msimu uliomalizika 25-26 imepanda mpaka nafasi ya 7. Na ni kwa sababu gani? Baadhi ya nyota wake akiwamo Ibrahim Doumbia walikuwa kwenye kiwango bora sana. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Korofina msimu mzima kumaliza katika nafasi ya 7, mabao ilifunga 28 tu. Kwenye mabao hayo huyu Ibrahim Doumbia ambaye role model wake, kigizo chake ni mshambuliaji wa kimataifa wa Nigeria anayechezea Galatasaray ya kule nchini Uturuki, Victor Osimhen, alikuwa kwenye kiwango kizuri mno akicheza mechi 24 kati ya mechi 26 za timu yake, maana ligi yao kule Mali ina timu 14. Kwa kila timu hucheza mechi 26. Yeye alicheza mechi 24. Kwenye mechi hizo ndipo akafunga mabao 17, assist 4, akichangia mabao 21 kati ya mabao 28 ya timu yake kwa msimu mzima. Maana yake alichangia 75% ya mabao yote ya timu yake. Na makali ya Doumbia ni kupitia guu lake lenye nguvu zaidi la kulia, lakini hufunga pia kwa mguu wa kushoto. Kwenye vichwa yuko vizuri zaidi katika mapambano ya mipira ya juu. Urefu ni futi 6+. Matarajio ni kuona sasa show zake zikikuthibitishia wewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, wewe mfuatiliaji wa mpira wa miguu, wewe shabiki wa Simba, wewe ambaye kama si yule unayemkubali Doumbia lakini unaitilia shaka uwezo wake, basi sasa bila shaka kwenye mechi ya leo ya Simba dhidi ya Police Kenya, lakini pia kwenye mechi rasmi za Simba kwa kuanza msimu mpya 2026-27 pengine utashuhudia show za Doumbia katika kuwadhuru wapinzani, katika kutengeneza fursa kwa wenzake kufunga na katika kutoa assist. Ndiyo, ni kwa sababu gani? Kwa kufafanulia zaidi ni kwamba kwenye ligi kuu ya Mali timu vigogo huwa ni Stade Malien, huwa ni Joliba, huwa ni AS Real Bamako na kadhalika. Korofina wala si miongoni mwa timu vigogo za kuwania ubingwa wa ligi kuu ya Mali. Sasa katika msimu uliomalizika 25-26 timu ya Joliba ndio iliyotoa ubingwa, lakini huwezi amini ndio timu iliongoza pia kwa upachikaji mabao, lakini mchezaji wao aliongoza kufunga mabao alikuwa ni Kefa. Yeye alimaliza ligi akiwa na mabao 6, kaachwa na Doumbia mabao 11. Nadhani umeelewa vizuri. Ndani ya Joliba ambayo ndio iliongoza na kutoa ubingwa ligi kuu ya Mali, top scorer wake anaitwa Kefa. Amemaliza ligi akiwa na mabao 6. Doumbia amemaliza ligi akiwa na mabao 17. Top scorer wa Stade Malien ambayo ilimaliza katika nafasi ya pili kwenye ligi kuu ya Mali ni huyu Zoumana Simpara, amemaliza na mabao 11. Huyu Zoumana Simpara alikuwamo katika kikosi cha Stade Malien kilichocheza mechi 2 dhidi ya Simba tu ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika hivi karibuni. Mechi iliyochezwa kule Mali ambako Simba alipoteza 2-1, yeye aliingia kipindi cha pili. Zoumana Simpara akitoa nafasi ya Tadeu Sinkeng, alikuwa miongoni mwa wafungaji katika mechi hiyo ambayo Simba alifungwa 2-1. Kwenye mechi ya marudiano kwa Mkapa jijini Dar es Salaam, Zoumana Simpara ndiye alianza katika safu ya ushambuliaji akiwa ndiye mshambuliaji kinara. Sasa kwenye ligi kuu ya Mali Zoumana Simpara kamaliza na mabao 11. Kumbuka Simpara ndani ya Stade Malien yupo Simpara mwingine anaitwa Ismaila Simpara ambaye ni beki. Hapa tunazungumzia yule mshambuliaji. Amemaliza na mabao 11, wakati Doumbia wa Korofina, timu ya kawaida sana kama nilivyotoka kueleza, akimaliza mabao hayo 17. Nimewataja hao wawili. Kefa wa Joliba kama top scorer wa Joliba ambao ni mabingwa, amemaliza akiwa na mabao 6, top scorer kwenye timu yake ya Joliba. Lakini Zoumana Simpara ambaye timu yake Stade Malien imemaliza nafasi ya pili, ndiye top scorer wa Stade Malien katika ligi kuu ya Mali, amemaliza na mabao 11. Halafu Doumbia
mwamba kabisa, kapiga mabao 17, tena akicheza mechi kama nilivyotoka kueleza, mechi pungufu, kwa maana mechi 24 kati ya 26. Sasa Dumbia, matarajio ni kuona hizo show zake rasmi sasa kuanza kuonekana katika mechi rasmi ambazo zinanukia kwa Simba. Leo anacheza mechi ya kuhitimisha kilele cha Simba Day dhidi ya Police Kenya, timu ambayo imemaliza nafasi ya 3 katika ligi kuu ya Kenya, timu ambayo ndio ilikuwa na ukuta imara zaidi katika ligi kuu ya Kenya, ikimaliza ligi nafasi ya 3 ikifunga mabao 31 ikiruhusu mabao 21, ambayo ndio mabao machache zaidi kuliko timu zote. Yani kati ya timu 18 wao ndio walikuwa wameruhusu mabao machache. Hata mabingwa Gor Mahia wameruhusu mabao mengi kuliko Police Kenya. Hata timu iliyoshika nafasi ya pili AFC Leopards imemaliza ikiwa imeruhusu mabao mengi kuliko Police Kenya. Ukuta wao unaundwa pia na nahodha wao Abud Omar Khamis, ambaye ni beki bora namba 2 katika ligi kuu ya Kenya. Katika mechi alizocheza yeye na Police Kenya, Police mechi 18 hawakuruhusu bao lolote. Katika mechi alizocheza akawa mchezaji bora wa mechi mara 10, na pia akafunga mabao 4 kati ya mabao 31 ya Police. Sasa Abud Omar pacha wake ni Ochieng katika mabeki wa kati wa Police Kenya, lakini wana nyota wengine akina Ives Junior Kutiama, akina Brian Otieno na wengineo. Sasa ndio wanakwenda kukabiliana na Msimbazi Simba ya kocha Steve Barker, ambayo matarajio ni kuona katika baadhi ya nyakati Dumbia atakuwa yuko pale mbele akiongoza mashambulizi ya Simba. Sasa Dumbia anakwenda kukutana na mabeki imara sana wa Polisi Kenya. Itakuwa vipi? Bila shaka ni mwanzo wa show za kibabe za Dumbia, ambaye mechi alizocheza Simba mpaka sasa ni 4 kama nilitoka kueleza. Mechi 3 za kwenye kombe la Kagame dhidi ya Mogadishu City ilisha bila, alicheza kwa dakika zisizofika 15, maana aliingia dakika 76, hakufunga, lakini alisimama sehemu sahihi za kufunga, akakosa nafasi 2 zilizozoa gumzo. Mechi iliyofuata akacheza na Jamus ya Sudani Kusini, alicheza kipindi kimoja, aliingia kipindi cha pili, hakufunga, akapoteza nafasi 1 ikazoa gumzo. Lakini mechi ya 3 wakacheza na timu ngumu ya Singida Black Stars, akacheza vizuri, akafunga bao 1 wakati akishinda 2-1. Halafu mechi iliyofuata tena sasa ni back to back dhidi ya Al Merrikh, mechi ya kirafiki, akafunga bao 1 wakati akishinda 2-0. Kwa lugha nyingine, mechi 4, 2 za kwanza kufunga, mechi 2 zilizofuata kafunga, na hivyo kufunga mabao 2. Lakini alifunga bao lake la kwanza baada ya dakika 86 tu, kwa sababu mechi dhidi ya Mogadishu City kama nilivyotoka kueleza alicheza kwa dakika 14, mechi dhidi ya Jamus alicheza dakika 45, halafu kwenye mechi dhidi ya Singida Black Stars dakika 27 ndipo akaifungia Simba bao la utangulizi, na kwa ujumla akiwa anacheza dakika 86 kwa mechi zote kufunga bao la kwake la kwanza katika maisha ya Simba. Mpaka sasa mwenendo wake ni mzuri, maana wapo wachezaji wakubwa wameanza maisha mapya katika timu nyingine, wali struggle katika kufunga. Mfano mmoja wapo ni Luis Suarez, ambaye wakati anatoka Liverpool kwenda kujiunga na Barcelona alisubiri mechi 5 za kucheza bila kufunga bao lolote, na ndipo akafunga bao lake la kwanza. Dumbia bila shaka leo hii mechi dhidi ya Polisi ni mwanzo wa kiashiria cha show za kibabe za Dumbia katika kuwadhuru wapinzani kwa kufunga, kutoa assist ama kutengeneza fursa kwa wenzake kutoa assist na kufunga, kwa sababu kimbia yake, urefu wake, namna anavyoruka kupambania mipira ya juu inawavuruga walinzi wa timu pinzani, na hivyo ni kazi sasa ya kina Keleso Makhalwa, Mwamba Lusaka, Cletus Chota Chama, Anise Ura, Libase Geye kuweza kutumia fursa ambazo zitatokana na production za Dumbia katika migongano yake na mabeki wa timu pinzani. Ni swala kusubiri na kuona. Je, Dumbia yaliomo yamo? Show zake zitakuwa za kuvutia na kuwapa Simba kile ambacho wanakihitaji kutoka kwake, ama maana wapo wachezaji ambao wametoka katika ligi zisizokuwa na ubora kama ligi kuu Tanzania bara, lakini wanapotoka katika ligi kuu Tanzania bara wengine hustruggle, huwa hawafanyi kile kinachotarajiwa. Mifano iko mingi. Hosso Mwaku Malanga alitoka katika ligi kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa top scorer, mabao 25 ambao ni rekodi katika ligi kuu ya Kongo toka kuanzishwa kwake kwa utaratibu wa sasa, lakini ndani ya Singida Black Stars bado hakuonyesha kile ambacho kilitarajiwa kutoka kwake ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Jephte Tambalabola alikuwa top scorer namba 2 katika ligi kuu ya Kongo, kinara akiwa Hosso Mwaku Malanga alitoka kumwelezea. Ndani ya Azam fursa tele za kufunga alikuwa anatengenezewa na kina Feitoto na kina Idinado,
na kina Serelizi Dane, lakini mpaka mwisho wa msimu kitambala bola hakung'ara, na ikushangaza kuona Azam chini ya kocha Florent Ibenge wakimruhusu kuondoka, na sasa yungali katika klabu ya FAR Rabat. Rabat akisubiriwa labda atarejesha makali yake, lakini kwa ligi kuu Tanzania bara hakuonyesha makali yaliyotarajiwa. Mifano iko mingi, hao ni baadhi tu. Je, Dumbia ataingia katika kundi hilo ama yeye show zake zitakuwa zile za kuwapa furaha mashabiki wa kundi wa Msimbazi Simba na kuwaziba midomo walioanza kuzungumza hasi kuhusu yeye kwamba anakosa sana mabao? Ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.